Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, familia ya Mungu. Ninachukua nafasi hii ya kuzungumza na wewe, kuongea na wewe, kutafakari na wewe. Nakukaribisha kwenye kipindi chetu kinachosema anza na Bwana na amka na Bwana. Kipindi kilichopita nimezungumza na wewe katika kipindi hiki ambacho watu wanafunga na kipindi cha Pasaka ambacho Yesu tutakumbuka kupita kwenye mateso, mapito na hadi kufa kwake na kufufuka kwake. Na watu wengi wamefunga, na nikasema unapoona watu wamefunga, maana yake wanahitaji kuwa Mungu awe pamoja nawe. Na nikasema Mungu hawezi kuwa pamoja na wewe au hawezi kuwa pamoja nasi kama sisi hatujakubali kuwa pamoja na Mungu. Na kuna vitu ambavyo tunahitaji tuvitende ili Mungu anapotutazama, anapotuangalia, basi tunamshawishi Mungu kuwa pamoja nasi. Sasa siku ya leo, ndugu mpendwa, nitazungumza na wewe faida ya Mungu kuwa pamoja na wewe. Sasa umeshapata neema ya Mungu kuwa pamoja na wewe. Mungu anapokuwa pamoja na wewe, ipo faida au zipo faida za Mungu kuwa pamoja na wewe. Sio tu Mungu akiwa pamoja na wewe kwamba kuna hasara, kuna faida kubwa sana za Mungu kuwa pamoja na wewe. Tulisoma pale kitabu cha Matendo, ndicho tutatembea nacho, na kitabu cha Mwanzo cha Kutoka, ile sura ya 41 mstari wa 39 hadi 41. Lakini nitasoma Matendo hii 7 mstari, nasoma mstari ule wa 9 na wa 10. Wale wazee wetu wakamwonea wivu Yusufu, wakamuuza aende Misri, Mungu akawa pamoja naye. Mstari wa 10, akamtoa katika ziki zake zote, akampa fadhili na hekima mbele ya Farao mfalme wa Misri, naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote. Kwa hiyo ndugu mpendwa, faida ya kwanza, faida unayoweza kuipata inayotokana na Mungu kuwa pamoja na wewe, ya kwanza, maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Matendo 7 mstari wa 10, Mungu atakutoa katika dhiki. Mungu atakutoa katika dhiki. Ndugu wapendwa, watoto wa Mungu, wana wa Mungu, tuna changamoto nyingi, tuna shida nyingi. Kwa hiyo ukipata neema, ukipata upendeleo wa Mungu kuwa pamoja na wewe, jambo la kwanza, atakutoa katika dhiki. Sasa kama Mungu atakutoa katika dhiki, anapokutoa katika dhiki, maana yake kuna mahali atakuweka, kuna mahali atakuinua, kuna mahali atakufungulia milango ya baraka, kuna mahali atakukutanisha na watu walio sahihi, kuna mahali atakupa watu wanaoweza kukusaidia, kuna mahali atakutoa kwenye magonjwa ya aina mbalimbali. Anasema Mungu atakutoa katika dhiki. Tunamuona Mungu anamtoa Yusufu katika dhiki aliyokuwa nayo. Tunaposema Mungu anakutoa katika dhiki, tunamaanisha Mungu anakutoa kwenye hali ya kutokuwa na taabu. Anakutoa kwenye taabu, kama nilivyosema,
anakutoa kwenye mashaka, anakutoa kwenye usumbufu, anakutoa kwenye uofu, anakutoa kwenye wasiwasi za aina mbalimbali, anakutoa kwenye kutopata, anakutoa kwenye kutokuwa nacho. Kwa hiyo unaanza kuwa na kitu, anakutoa kwenye hali ya kutangatanga. Mungu anapokuwa pamoja na wewe, jambo la kwanza anakutoa kwenye dhiki. Nakumbuka kwenye safari yetu tuliyonayo, kwenye maisha ya mwanadamu yoyote, hakuna mwanadamu asiyekuwa na dhiki. Kila mwanadamu ana dhiki, na ndio maana hakuna mwanadamu anayetosheka, anayeridhika kutafuta. Ingekuwa hivyo, mabilionea sasa hivi wangekuwa wanakaa tu, lakini kila siku wanazidi kutafuta, wanahangaika. Hiyo yote ni kutaka kuonekana tusiwe na dhiki. Kumbe anayeweza kututoa kwenye dhiki, kwenye tabu, kwenye shida, kwenye mahangaiko ni Mungu. Na Mungu atatutoa tu kwenye hizo changamoto tunapopata kibali cha Mungu kuwa pamoja nasi. Kwa hiyo ukipata nafasi ya Mungu ya kuwa pamoja na wewe, ujue wewe sio mtu wa kawaida. Hata kipato chako ulicho nacho kidogo utakiona ni kikubwa, hautakiona ni kinakupa shida, hautakiona ni kidogo, hautakiona kina upungufu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe, anayewezesha mtu kumwezesha kuridhika. Kwa hiyo nilitaka niongee hii faida ya kwanza, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu. Nimesema natembea na kitabu cha Matendo sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10, lakini naongea na wewe juu ya kitabu cha Matendo Mwanzo 41 mstari wa 39 hadi 41 na Mwanzo 37 mstari wa 11 na mstari wa 28. Mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, unatamani Mungu akutoe kwenye dhiki? Mungu hawezi kukutoa kwenye dhiki kama hujakubali kuwa pamoja na Mungu, alafu Mungu awe pamoja na wewe. Mungu azidi kututangulia, azidi kutuinua, azidi kutufungulia milango ya baraka na neema, azidi kututia nguvu, azidi kutupa amani na upendo na furaha, azidi kutupigania na kututetea kama alivyompigania Yusufu. Maandiko yanatuambia alimtoa Yusufu kwenye dhiki. Na ni kwa nini alimtoa Yusufu kwenye dhiki? Kwa sababu Yusufu, moja, aliyatenda yaliyo mema machoni pa Bwana; pili, alishikamana na Bwana; lakini tatu, alimtumaini Bwana; na nne, alishika neno la Mungu. Hivyo vikawa ni vyanzo vya Mungu kuwa pamoja na Yusufu. Na hata Yusufu alipouzwa kwake hapakuwa na shida. Mungu alimtoa katika dhiki hiyo ya kuuzwa, akawa mtu ambaye ni mtu mkubwa sana. Tamani Mungu akutoe kwenye dhiki, kwenye maisha tuliyo nayo, kwenye kazi tulizo nazo. Kumbuka, kazi tunazozifanya haziwezi kumaliza dhiki zetu tulizo nazo. Kwamba anayeweza kututoa kwenye dhiki tunazokutana nazo ni Mungu peke yake. Asante Mungu, endelea kuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.